Bwana tayari klabu ya Simba imepangwa na itacheza na Stellenbosch kutoka South Africa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, lakini huyu ni mpinzani mwingine mwepesi ambaye Simba wamekutana naye. Unajua Stellenbosch ni timu ambayo haina historia kubwa na kwenye mpira wa Afrika, na by the way sio timu kubwa, ni timu changa sana kwenye haya mashindano ukilinganisha na klabu ya Simba au kuna klabu zingine zote ambazo zilikuwa zimefuzu kwenda hatua ya robo finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. So ni mtelezo mwingine ambao Simba wameupata, na leo nataka nikuambie kuhusiana na hii timu ya Stellenbosch. Kama ulikuwa hujui, uweze kuifahamu vizuri kabisa kwamba ni klabu ya aina gani, ni klabu ambayo imeanzishwa mwaka gani, ni klabu ambayo ina wachezaji wa aina gani, ni klabu ambayo ina ubora kwa kiasi gani, ni klabu ambayo ina uwezo wa kuwatoa Simba jasho kwa kiasi gani. Ni kueleze pia na mazingira mengine pia ya hii timu kutokana na namna ambavyo imepata ushiriki kwenye haya mashindano ya kimataifa kuhusiana na mpinzani huyu wa Simba kwa ujumla. Najua wengi hamumfahamu, najua tu Stellenbosch kwamba ni timu ambayo inatoka kwenye ligi bora, ligi pale South Africa, ligi ambayo ni ngumu zaidi, ni bora zaidi kwenye bara la Afrika. Ingawa sio ligi namba 1 kwa ubora, lakini ni ligi ambayo iko miongoni mwa zile top 3 leagues kwenye bara la Afrika. Achana na hii ya kwetu sisi ambayo inaambiwa ni ligi ya 7 sio ya 6. Hii ya kwetu haina huo ubora ambao tunauzungumzia. Yaani kwenye zile ranking ni alama tu ndizo ambazo tumezipata nyingi, lakini hatuna huo ubora wa kuingia kwenye hizo top 5 ya ligi bora barani Afrika. IFFHS ni watu ambao wameturenki hapo, lakini tusiwaamini sana. Hawa sio watu wazuri, yani sio watu ambao wanakusanya data zao vizuri. Kwa hiyo ni watu waongo tu sometimes. So tujikite zaidi kuwafuatilia hawa Stellenbosch ambao wapo kwenye ligi ya South Africa, na hii ni timu ambayo imeingia imefanya vizuri by the way, na imewasurprise wengi kwa sababu wamewafunga Zamalek kutoka pale Misri. Sasa bwana, Stellenbosch ni timu ambayo imeanzishwa mwaka 2016. Manake sio timu kubwa kwenye soka la South Africa. Ukipiga kuanzia 2016 mpaka leo unapiga maiki 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ina maana ni timu ambayo ina miaka 10 tu kwenye soka la ushindani. Yaani sio timu ambayo ina miaka ni ya muda mrefu. Imeanzishwa 2016, maana yake ina umri wa miaka 10 tu kwenye soka la ushindani. Maana yake kama timu ina umri wa miaka 10 tu kwenye soka la ushindani, ina maana sio timu ambayo unaweza ukaikofia sana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tayari bado ina uchanga fulani hivi, na sio tu kwenye haya mashindano ya kimataifa. Maana yake uchanga wake pia ukata kwenye ligi. Maana yake unajua hiyo miaka 10 ambayo tunaizungumza, ina maana kuna wakati sio kwamba imeanzishwa tunakucheza ligi kuu. Yaani ina maana ni timu ambayo hapo ndio imeanzishwa, ina maana imeanza kuundwa kwamba hii ni Stellenbosch. Hapo ndio anaanza kushiriki kwenye ligi za chini za South Africa mpaka ikapanda ligi kuu mpaka ikaanza kushiriki mashindano ya kimataifa. Lakini pia huu ni msimu wake wa kwanza kwenye mashindano ya kimataifa. Ni timu ambayo tangu imeanzishwa 2016 haijawahi kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini huu ndo msimu wake wa kwanza inashiriki kwenye mashindano yake ya kimataifa. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa na performance bora kwa msimu huu kwa msimu uliopita, na ndio maana imepata hiyo nafasi ya kushiriki kwenye ligi kwenye mashindano ya kimataifa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Na ni timu ambayo imetoa ushindani mkubwa sana by the way kwenye mashindano msimu huu, kwamba ndo mara yake ya kwanza wanaingia kwenye mashindano ya kimataifa, lakini imekuwa na ushindani mkubwa sana, na ndio maana imefanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu finali. Na ukiangalia hata kwenye hatua ya makundi walicheza vizuri by the way, hatua za makundi, na ndio maana walimaliza nafasi ya pili kwenye kundi lake, na baada ya kumaliza nafasi ya pili ndo wakaenda kucheza na Zamalek ambaye alimaliza kinara kwenye kundi lake. Na kama unakumbuka Zamalek alikuwa kwenye kundi moja na Al Masry, yeye ndo alikuwa ameongoza kundi, na akaenda kucheza na dhidi ya Zamalek na akamtoa Zamalek kwenye haya mashindano, na mwisho siku amefanikiwa kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo huu ni msimu wake wa kwanza kwenye mashindano ya kimataifa. Sio timu ambayo labda imewahi kushiriki huko nyuma, no. Ni msimu wake wa kwanza, na ndio maana nasema Simba amepata mtelezo mwingine, kwa sababu mpaka hapa walipofika Stellenbosch wao hawana cha kupoteza, kwa sababu ni msimu wa kwanza tu na wamefika nusu finali. So wanaweza kujivunia hapo kwamba tumeshiriki kwa mara ya kwanza na tumefika hatua nusu finali kwenye mashindano haya. So kwetu ni faida kubwa sana. Lakini pia ukiacha kushiriki kwa mara ya kwanza kwenye mashindano na kuonyesha performance ambayo imewasurprise watu wengi, angalia hata muendelezo wa timu nyingi za South Africa kwenye haya mashindano ya kimataifa. Kama unakumbuka msimu mwaka juzi Young Africans walikutana na timu pia kutoka South Africa pia. Namna ambavyo walicheza nao Marumo Gallants wale.
haikuwa timu ambayo ilifanya vizuri kwenye ligi yao ya ndani kwa misimu ya nyuma, lakini unaona ilianza kushiriki mashindano ya kimataifa kwa msimu wake wa kwanza, ilienda moja kwa moja mpaka ikatoana na Young Africans kwenye hatua ya robo finali. So ni timu ambayo pia ilionyesha ushindani mkubwa. Kwa hiyo timu za South Africa zimekuwa na tendency ya kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa by the way, na ndio maana ukiangalia hata Stellenbosch pamoja na kwamba ndio msimu wa kwanza wanashiriki mashindano ya kimataifa, lakini bado wanaonyesha ushindani wa hali ya juu sana na wamefanikiwa kufika hatua ya nusu finali kwa mara yao ya kwanza, na ikiwa ni msimu wa kwanza wanashiriki kwenye mashindano ya kimataifa. So ni timu ya kawaida, lakini imesurprise wengi kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini timu za South Africa mara nyingi zimekuwa zikisurprise wengi kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa kwenye ligi msimu huu wanashika nafasi ya 6. Maana ni timu ambayo mpaka sasa inashika nafasi ya 6. Sasa just imagine, timu inashika nafasi ya 6 kwenye ligi ya South Africa, lakini tayari wapo kwenye hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Si umeelewa kitu hapo? Maana ni timu ambayo imeonyesha improvement kubwa sana tangu msimu uliopita na msimu huu kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa maana ni msimu wake wa kwanza, lakini imeonyesha vizuri, imecheza vizuri. Lakini msimu uliopita kwenye ligi ya South Africa haikuwa inafanya, msimu uliopita ilifanya vizuri kuliko msimu huu. Yaani msimu huu anamaliza msimu akiwa na mpaka sasa hivi kuna nafasi ya 6 by the way. Kwa inawezekana mpaka msimu unamalizika na pengine wanaweza akapanda juu zaidi au wakashuka zaidi, lakini imagine timu iko nafasi ya 6 kwenye ligi ya South Africa, lakini bado inashika nafasi lakini bado iko nusu finali kwenye mashindano ya kimataifa. Maana yake ni timu ambayo inajua nini ambacho inakifanya. Ni timu bora, ni timu ambayo ina uwezo wa kushindana vizuri na mpinzani yoyote. Kwa sababu kwa kibongo bongo, yani angalia kwa tu timu ambayo iko nafasi ya 6 huko chini, maana unazungumza sio, nadhani labda huko na Mungo Geita, sio na Mungo labda Coastal Union, sio KMC, ndizo ambazo zinashika hizo nafasi mara nyingi. Lakini angalia zikienda kushiriki mashindano ya kimataifa, hata hatua makundi hazifiki. Lakini hawa Stellenbosch wao mpaka sasa wako nafasi ya 6 kwenye ligi ya South Africa, lakini bado wamefanikiwa kufika nusu finali kwenye mashindano ya kimataifa. Tena wamemtoa Zamalek, bingwa mtetezi wa mashindano, ametolewa na hawa Stellenbosch. Kwa hiyo unaona wenzetu ligi yao ni bora sana, na ndio maana hata timu ambayo iko chini inaweza kufanya vizuri. Angalia msimu wa mwaka juzi wakati Yanga anamtoa Marumo Gallants. Marumo alishuka daraja kwenye ule msimu wa ligi ya South Africa, lakini alienda mpaka mwishoni mwa mashindano, alifika mpaka na robo finali, mpaka anatoa na Yanga kwenye hatua robo finali. So ilikuwa ni timu bora, na kwa hiyo kwa wenzetu huwa wanajitahidi sana kutengeneza timu ambazo ni nzuri, ambazo zina uwezo wa kushindana dhidi ya mpinzani yoyote na zikapata matokeo ambayo ni mazuri so far. Kwa hiyo pamoja na kwamba wako nafasi ya 6, lakini unaona hao wako hatua ya nusu finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. So sio timu ya kubeza, ni timu nzuri, lakini bado sio timu ambayo ina uwezo wa kuwa challenge Simba kwa namna moja ama nyingine. Bado naamini kwamba Simba wana uwezo wa kushinda mechi vizuri nyumbani na ugenini bila shida aina yoyote ile. Kama Simba wataacha utoto, tunaamini kwamba wana uwezo wa kuwatoa Stellenbosch, na kwenye ligi wanashika nafasi 6 kama ambavyo nimekueleza. Sasa issue nyingine hapa kuhusiana na Stellenbosch ni kwamba haina wachezaji wenye majina makubwa sana, kwa maana ya wachezaji ambao labda ni tishio sana barani Afrika. Kwenye mchezo wa jana kuna mchezaji mmoja alifunga bao, anaitwa Nduli. Ni miongoni mwa wachezaji bora sana kwenye kikosi cha Stellenbosch. Kwa hiyo hata msimu huu kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza, huyu ni mchezaji ambaye pia amekuwa na msaada mkubwa. So ukiwatazama Stellenbosch haina wachezaji wenye majina makubwa sana, lakini ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kutoa ushindani mkubwa. So tusubiri tuone kwamba kwenye mechi dhidi ya Simba watakuja kuofa kitu gani. Kwa sababu mechi ni mpaka tarehe 20 huko mbele. Kwa hiyo bado wana muda mrefu wa kufanya maandalizi. The same kwa Simba pia wana muda mrefu wa kufanya maandalizi. Kwa hiyo chochote kinaweza kwenda kutokea, lakini kwa namna ambavyo Stellenbosch wanacheza na namna ambavyo Simba wanacheza, naamini kwamba tutaenda kushuhudia mechi nzuri sana, lakini bado ni mechi ambayo Simba ana nafasi kubwa zaidi ya kwenda kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Mimi ni Alex Ngereza, ni follow Instagram kwa jina la Alex Ngereza, lakini pia Twitter kwa maana ya X utaipata kwa jina hilo. Ukija kule TikTok pia Freddy ni jina hilo la Alex Ngereza. Nitaendelea kukupa update mbalimbali, lakini hao ndio Stellenbosch ambao ni wapinzani wa Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika.